I salute you in the name of our Redeemer Jesus Christ. This is another day that Yesu amenipea. Ninayo furaha ya wokovu, nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninaenda mbinguni. Namfurahia huyu Kristo ambaye aliniokoa. Huyu Kristo ambaye ameandika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Hakika ninamuinua. Baba wa mbinguni, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukurani. Ninakuabudu na kusujudu nikisema unastahili. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Baba, najiashiria niwe na wakati mwema jioni ya leo katika your presence, O my Redeemer. Jehova Mungu, katika jina la Yesu Kristo ambalo ulitupatia ili tuweze kufika kwako, I honor and I surrender to you, my Redeemer. Nasikia tu kunyenyekea mbele yako Baba. Bariki mwenye kunisikiza. Nipe ule ujumbe ambao umeandaa siku ya leo Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya huyo ambaye amenifikia. Bariki kila mmoja Baba wa mbinguni. Tembelea hawa ambao wananisikia siku ya leo Mwenyezi Mungu katika manyumba zao. Kila mmoja mahali yako Baba, kutana naye. Wabariki Baba. Naashiria baraka zako Yesu Kristo katika hewa hapa Baba. Kutana na wengi, wabariki, waondolee mizigo, waezeshe kukaa maisha matakatifu. Kanisa hili lako Kristo ambalo umenipea katika hii mitandao, na libariki kila mmoja ambaye amesubscribe kwa channel hii yangu Mwenyezi Mungu. Mbariki. Naashiria baraka zako katika kila nyumba, katika kila mmoja, kwa nafsi hii mmoja ambaye Mwenyezi Mungu, kila mmoja ambaye amesubscribe, mbariki na baraka za kiajabu. Bariki kazi ya mikono yao, wape peace Mwenyezi Mungu. Kwa wale ambao Mwenyezi Mungu anatafuta maybe bibi ama bwana, na wako katika hii platform na wamesubscribe katika hii channel ambayo Mwenyezi Mungu umenipea, wakumbuke Mwenyezi Mungu. Isipite mwaka Mwenyezi Mungu. Ninajua anatafuta mabwana. Ninajua kadhaa ambao wanatafuta mabibi Mwenyezi Mungu. Wabariki Mwenyezi Mungu, na ashiria baraka. Pitishia na uwapatie nyumba Mwenyezi Mungu. Maana doa ulimwelezea Adamu ajaze dunia, na wewe ndio unabariki doa. Na kasi kubwa ambayo ulipea mwanadamu ni kujaza hii dunia. Bariki huyu ambaye anahitaji bibi, na huyu ambaye anahitaji bwana Baba, na huyu ambaye anaombea mtoto wake ambaye hasikii. Mwenyezi Mungu, pitisha malaika wako katika siri Mwenyezi Mungu, na asimame katika hii giza ambayo mtoto anaipitia, na kisha aone jicho lako Mwenyezi Mungu, malaika akiwa amesimama katikati ya barabara. Mwenyezi Mungu, wapatie U-turn, warudi kwa mambo mema. Maombi ambayo yameombwa na wazazi muda mrefu kwa sababu ya watoto, Mwenyezi Mungu watimizie, wakiwa wameokoka, wakiwa hawajaokoka, maana ulezi unatoka kwako mwana wa Mungu Yesu Kristo. Ni mengi ambayo ninaweza kukuuliza, lakini unayajua, maana wakati ambao tuna meditate kwa mioyo yetu, wewe huwa unasikia. Wakati tunafikiria, yote huwa yanakufikia Mwenyezi Mungu. Kwa siri ambayo Mwenyezi Mungu tunafanya mambo mengine ambayo tunalia, wengine wanalia Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hili na hili. Kutana na wao Mwenyezi Mungu, na ashiria baraka za hali ya juu katika maisha ya kila mmoja ambaye ananisikiza. Baba, nipe neno, nitumie neno kupitia mimi. I respect you, my Redeemer Jesus. Roho Mtakatifu, nena ukiwa ndani yangu, na ajiashiria kwako. Na hao wote ambao nimewaombea Mwenyezi Mungu, na wafunika na damu yako Yesu Kristo. Njia zako Mwenyezi Mungu katika maisha yao Mwenyezi Mungu ziwe clear. Waonyeshe Mwenyezi Mungu mapenzi yako. Jina lako Kristo litukuzwe. Ninaomba nikijua unanisikia na uko pamoja nami. Father,
pokea sifa katika jina la Yesu, pokea utukufu. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Sema amen mwenye kunisikiza. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nao ninao mambo mawili ama jambo moja tu imesababisha nikuje kwa mitandao. As days goes, ninasikia nikiwa na uzito wa Mwenyezi Mungu. Na leo siku niweke video. Leo ni Sunday na siku niweke video. Kuna kitu moja nimekuja kuona, ninawekelea video moja baada ya nyingine, hata watu kabla hawaja meditate ninaweka ingine. Lakini nikauliza Kristo, ni sawa? Hajanijibu. Lakini saa hii kama 30 minutes nilikuwa nimeketi tu, nikitoka kwa huu mlango ninaingia kwa sitting room ambayo iko bedroom yangu. Nikiwa nimeketi nikakumbushwa na Yesu Kristo jambo alininenea masaa ya saa 10 hapo. Na nikamuuliza, Suretit, nikishuti video ya kesho uniruhusu tu niongee? Akasema na sasa nikaonelea vizuri nisiwe na mambo mingi niseme ama nisimame nikuje ni shoot. In fact, sijaenda kanisa leo. Nimesoma online. And kuna jambo 2-3 ambayo imesababisha ninafaa kuwa naenda mahali fulani Sunday, na especially hii ya leo. Lakini nilipoamka asubuhi nikajipima, nikasikia vile ninasikia, nikaona sifai kwenda nje kukemea mapepo. At the same time nasikia mwili yangu siko sawa. And hayo ni ashie Mungu. Juu ameniponya. And nimepigia daktari wangu simu asubuhi, akamwambia vile ninasikia na akaniambia ABCD. Nami nikamuelezea sasa kama nitaenda kupimwa, iwe ni cholesterol, iwe ni nini, it's okay. Lakini wakati nimetoka nikafikiri niingie mahali tu nipimwe pressure. Wakati nimepimwa pressure nikapata ikiwa 150 and over, above 150. No, sipendelei kwenda kusimama kwa madhabahu alafu ninaelezewa hii na Kristo alafu ninaanza kuombea mapepo wakati mwili sisikii nzuri. Usisoee kupenda kuwekelea watu mkono wakati mwili yako haisikii nzuri. Maana magonjwa mingi haikujagi na Yesu, hailetwi na Mungu, inaletwa na shetani. Na the moment unasimama kwa platform unaanza kuinukia mapepo ukiwa hausikii nzuri, sometimes ni a bit tricky. Wale ambao ni wazima kiroho nafikiri wananielewa. Sasa nilipoamka nikasema ngoja niweke video, juu hapo ndio tulikuwa ninene 2-3. Toka asubuhi niliamka nikaingia bafu nikaoga sawa. Na katika hiyo commotion nikawa na jasho. Sasa wakati wa kuja kushoot video nikasema ngoja tu niingie ni shoot. Kristo akanikumbusha hapana. Hakuna vile utaingia kushoot video na hiyo jasho kutoka asubuhi. Vile unasikia, si unasikia unanuka jasho juu ya joto ile iko wakati huu. Sasa sikumuuliza swali, nimeingia bafu tu nikaoga tena ili nikuje ni shoot hii video. Nielezee hii, Kristo anapenda usafi. Najua ninaruka hivi huku na huku nikisema mambo nikiongea, lakini kwa wale ambao wako sensitive in the spirit wananielewa.
Now, kuna hili jambo ambalo Kristo amenenea leo. And akaniinua katika maono. Unajua ninaambianga wakati tuko kwa maono tuseme niko kwa maono. Wakati nimeota naambiaga nimeota. Na wakati Kristo amesimama na mimi hapa nasemaga amesimama. Na hata saa hii amesimama. Now akaniinua, akaniingiza kwa horo fulani, nikajiangalilia. Kulikuwa na watu wengi. Sasa hii hall ilikuwa imejaa. Na nikauliza, what's it? Ni nini? Akaniambia angalia vizuri. Yule dada ambaye ana perform pale anaitwa Aretha Franklin. Sam alisema Aretha Franklin. Aretha Franklin nikamtafuta. Niliona akiperform kukiwa kumejaa. Sijui ilikuwa ni wakati wa Obama, sijui ilikuwa nini. Ni mahali alikuwa ameenda. Nafikiri ni entertainment. Maana aliitwa kukawa Aretha Franklin aperform. Sasa Kristo alinionyesha akiperform. Alinishukua tu. Akaniingiza kwa hiyo hall. Kuniambia ndio huyo ana perform. Aretha Franklin. Nasikia jina kama hiyo. Sasa Aretha Franklin sikuwa ninamjua vizuri. Lakini katika hivi tunaendaga kwa YouTube. You know, wakati moja nikafungulia katika YouTube nikapata mama ambaye amelazwa akiwa amevaa nguo ya red kwa jeneza. Na viatu ya red akiwa ameweka miguu hivi. Amewekeleana miguu juu. Very beautiful. Juu mwenye kuipiga hii picha alikuwa ameipigia mahali kwa hii saduku ilikuwa limefunguliwa la maiti kwa kisho hapa. Sasa aliinua bila kuonyeshana uso vizuri. Akainua tu kiasi juu, anaonekana huyu mama amelala vizuri akiwa na nguo ya red na miguu akiwa amewekelea hivi. Sasa Kristo akanielezea huyo ndiye Aretha Franklin na alikufa. Sasa katika kumwangalia katika ile saduku ikanibidi niliamuke nikuje nifungulie TV alafu niingie YouTube nitafute Aretha Franklin ni nani. Nilimuita mke wangu na nikamwambia ningependa spelling ya Aretha Franklin, maana ninaweza iandika Kikuyu, mimi masomo yangu si vizuri. Na nikaandika pale kwa screen na nikaguru. Sasa nikaona Aretha Franklin ni nani. Alikuwa mama ambaye alikuwa na huduma ya uimbaji. Nyimbo zake ni nyingi. Lakini katika yale maono Kristo akaniambia, do you know Aretha Franklin alikufa. Na hakunionyesha yeye, alinionyesha ile watu wataingia mbinguni kwa sababu yake. Sasa tukiwa tunasemana Kristo tunasemezana sana, nikamuuliza, akaniambia katika hiyo ministry ya Aretha Franklin alipokuwa duniani, tangu alipoanza kunisifu, kwanza kumsifu Kristo na Mwenyezi Mungu, wakati wake wa kukufa ni watu wawili tu wataingia mbinguni kwa sababu ya hiyo kazi alikuwa anafanya hapa duniani. Wawili tu. Sasa mimi sikuonyeshwa I like and I hate. Sikuonyeshwa yeye akiingia. Hapo sisemi. Lakini nilionyeshwa watu wawili ambao wamemfuata akiingia Yerusalemu tu. Sasa Kristo akanielezea katika hii ministry ya Aretha Franklin amekuwa akiperform show kubwa, umati. Lakini la muhimu nataka uelewe hivi domo, ananiitaga domo. Aretha Franklin katika hiyo ministry ni watu wawili tu
wataingia biguni kwa sababu ya kutokana na hiyo ministry yake. Sasa nikashindwa kuelewa, nikauliza Kristo, hasa maana ya hii kazi yote aliifanya ni nini? Na Kristo jibu lake ni hili: shida sio Aretha Franklin, shida ni wenye kufuata na kumuvu. Wale ambao walikuwa na attend walisikia na ikaingia moyoni mwao. Kristo akawanenea na ndoto wengi, wengine akawanenea na maono, wengine akawanenea na sauti, lakini ikabidi hawakutii na hawakukaa maisha matakatifu. Katika hiyo ministry yote kutoka Aretha Franklin, wakati nilimpea hiyo kipawa na akaanza kuinuka juu, akikuja kukufa alikuwa at the top of it. Watu wawili tu ndio watakaoingia biguni kutokana na hiyo ministry. Brethren, mimi ile kitu nitawaambia, wacheni michezo. Unajua wacheni mchezo. Hebu niwaonyeshe hii. Na nitaongea kitu ambayo haitakufurahisha, maana ni kitu ambayo nitakuelezea haina utakatifu, haina umungu. Ni kama haina umungu ndani yake. Ile kitu nataka kukuletea kuanzia hii dakika kadhaa. Wakati mmoja watoto wa miaka 12 wanacheza kwa kitanda, na washa nisiwaite watoto, ngoja niwaite tu wa miaka 16 juu hata hiyo group iko. Wakawa wanacheza concerning sex, vijana na wasichana. Ile mchezo tu ni kutoana maguo, kulaliana, na hawajui kuingia sana about sex ndani. Vijana wanacheza tu. Lakini katika ile commotion, hawa wasichana walikuwa ni vile wanaingia kwa nyumba, anaanza hiyo mchezo ya team. Ni mchezo tu, wanaanza wanatoana maguo, wanaanza kucheza. Nataka kuonyesha kitu hapa. Sasa katika ile wasichana wametoa maguo na vijana wanacheza hiyo miaka. Unaona hiyo team hawaogopi, wanaendaga. Sasa katika hiyo mchezo, kati ya vijana ambao walikuwa wanacheza huyu mchezo, mmoja akawa na hiyo nguvu zake za mwili zikamtoka. Sasa zilipomtoka, ziliguza msichana fulani sehemu ya siri, na hakuna kitu iliigizwa sehemu. Baada ya miezi kadhaa, huyu msichana akaja kugundua ako na mimba. Sasa nataka nikuulize, huyu mtoto angekuwa wako na walienda kucheza hiyo mchezo, ilikuwa inaruhusiwa na watu wa Kikuyu. Unaona hizi traditional tunarudi zaso, ilikuwa inaitwa gweko na Kikuyu. Msichana anavaa nguo gumu na hauwezi ukamuingia. Ilikuwa inaruhusiwa na Wakikuyu hiyo ilikuwa inaitwa gweko. Watu wanaenda kucheza dance. Alafu mnaruhusiwa kucheza na wasichana hiyo mchezo ya aina hiyo, wakiwa amevaa nguo za ngozi. Sasa huwezi ingiza mwili yake, lakini hii mambo mengine yote mnacheza. Na ni dhambi. Hiyo gweko ya Wakikuyu ilikuwa ni dhambi. Sasa naongea habari ya hiyo gweko namna hiyo. Sasa katika huyu kijana mmoja kutoka maji, yule walikuwa anacheza naye hakuwa amemuingiza, lakini hiyo maji ilimwagika juu na mbegu ikaingia mpaka ndani, ikapata yai la hale katoto kakapata mimba. Sasa akiulizwa, anaulizwa ulilala na nani? For sure alilala na nani? Hapa yeye niambie. Unajua kwa nini nakuletea hii? Vice versa. Mchezo ambao Wakristo wengi wako naye, wanaona kama ni kitu nzuri wakiucheza, kama hiyo tunaita gweko ya Wakikuyu. Wanaume
unajua walikuwa wanakutana wanawake na wamama na wanaume. Wanaume wanaruhusiwa atoe maguo yote ama wafae tu sijui. Alafu wanaanza hiyo mchezo ya kuvutana, kuuzana na kucheza mchezo hovyo mpaka matiti utaguza na all this. Ilikuwa inaitwa gwiko kwa Kikuyu. Kwa Kikwenu sijui. Hiyo mchezo ni dhambi. Mmoja akapata mimba katika hii. Sasa anaulizwa na wazazi, ulipata mimba ni ya nani? Haki mam, sijawahi lala na mwanaume. Well, hiyo ni parable ninaongea. Wewe unaona, wakati unaenda ile mkutano, jua Leader Franklin alikufa. Wakati unaenda ule mkutano ama wakati ulihudhuria, si ulisikia mzuri, si ulicheza? Haukutii. Anyway, omba niulize Mungu ninasema nini, atakuelezea. The issue is here. Watu wawili ndio Kristo alinionyesha kutokana na ministry Leader Franklin. Wawili tu ndio watakaingia Yerusalemu pamoja na yeye. Haja ya hii kazi yote alikuwa anafanya ni nani? Sikia hii. Mimi I'll keep on kutoa hizi video. I'll keep on kutoa hizi video. Lakini wewe, video zangu ukisifungulia inakuwa ni luxury ama unafuata ambayo Mwenyezi Mungu anakusaidia kupitia mimi? Kama ni luxury, pole sana. Hii nirushe leo, alafu na wewe ungojea kesho. Tunaendelea tu. Kama unaifuata kwa sababu ni luxury, pole sana. Niseme hivi. Mimi nasikia joto. Acha nitoe koti. Maana ninataka nimalize hii video na ninasikia kama mwili yangu. Anyway, let me say this. Kitabu niletewe hii shida yote ambayo nimeiona, ambayo nimeipitia. Nilikuwa nimenenewa na Kristo kuhusu hili issue ambayo ninaendelea nayo. Na hii matatizo ama hii majaribu ambayo nimeipata. Lakini Kristo akawa ananiambia, at the end of this there is a certain gift ambayo nitakuongeza. Niruhusu tu kidogo, nataka kufungua hii mlango. Kuna mashine, ngoja niagushe hivi jaketi yangu hapo ili hii mlango ifunguke vizuri. Kuna hewa inatoka kwa mashine nyingine huko. Bali. Well, Kristo alikuwa ameninenea kuhusu hili jambo. Na alipokuwa ameninenea akanielezea majaribu itakuja na ukishinda ufaulu. There is a certain gift that I'll add into you. For sure, sijajua hiyo gift ni gani, but Kristo ananielezea. Vumilia, iko hapo tu kwa mlango. Brethren, wakati unaomba, unasikia within mahali huko kunaanza kunuka as if ni mafuta ama ni loose flower imekuwa karibu na wewe. Wakati unaomba, wakati unasikia all of a sudden unasikia kama kuna mafuta ya rose, nini ile maua ya rose inanuka within.
Kristo huwa ameingia in the presence ya mahali huko, huwa anaingia. Sasa most of the time wakati Kristo ameingia mahali huko, uwe unaona ama huonagi ama hunenewi, lakini usikie harufu ya manukato mazuri yananuka kama rose. Unaelewa Kristo yuko within. Kwa nyinyi ambao mnahudumu, yenyewe inaitana mkutano, watu wanajaa, wanakuja wengi sana. Na Afrika huo uwanja, Wanafrika mahali unaitana, ni watu wangapi wataingia mbinguni kwa sababu yako? Na hapa ndio ninakuelezea wewe ambaye unanisikiza. Wakati unaomba, na kusi yote ambaye anafungulia video zangu, omba Mwenyezi Mungu akuonyeshe nyumba yako ya kiroho inakaa aje. Nikisema nyumba ya kiroho, nina expect this. Ukiota ndoto ama uone maono, inakaa hivi. Kitu ya kwanza, hii nyumba ambayo nina expect Mwenyezi Mungu atakurudishia iwe imekamilika, iwe haina shida ama dosari yoyote. Ni nyumba iwe na roof, iwe imekamilika. Kama ni ya mabati utaonyeshwa, ama kama ni ya nyasi, iwe nyumba ambayo hainyeshi, iko na mlango yake ni sawa, dirisha zake ni sawa, na perimeter wall, rogiri perimeter wall iwe ni sawa mpaka gate. Oba sasa washana na huduma. Unajua hii huduma tunahudumu, tutaondoka duniani na tutaasha hii mambo hapa. Lakini penda kabla hujaendelea, penda kujua kutoka kwa Mwenyezi Mungu nyumba yako ya kiroho inakaje. Unajua wakati mimi niliokoka wakati wa kwanza, kuna kitu nilifanya. Juu kwetu hatukuwa tunaenda kanisani. Kutokewa mara ya kwanza na Kristo ilikuwa ni katika maono. Na nikamwambia kitu moja, na alinirudia tena sasa hapa nikiwa mgonjwa. Nikamwelezea mimi sitaki mchezo na mambo. Kama kuna wokovu wa kweli, nipatie wokovu wa kweli. Na akaniambia hakika wokovu nitakupatia, lakini mashida mingi utapitia. Now mimi nakusihi wewe ambaye unanisikiza, ingia kwa magoti uombe, ingia kwa maombi. Uombe Mungu akuonyeshe nyumba yako ya kiroho inakaa namna gani. Na expect nyumba ambayo utaonyeshwa iwe ni sawa, kama ni ya nyasi, kama ni ya mawe, kama ni ya mabati. Nyumba ambayo hainyeshi, nyumba ambayo milango yake ni sawa, nyumba ambayo ukuta ni sawa, nyumba ambayo perimeter wall ile ya nje ni sawa, haina dosari mpaka gate iko. Lakini ukiona nyumba ambayo umeonyeshwa haina mlango, ama iwe ni nyumba ya matope, kuna mahali kuna kimwanya, ama dirisha yake haiko, ama katika juu inaigiza maji, ama katika perimeter wall hakuna gate, ujue kuna shida. Ile kitu nitakwambia, simamisha. Ukipata ndoto ya aina hiyo, usimamishe yote, useme Mwenyezi Mungu nataka kuelewana na yeye. Just imagine Aretha Franklin amefuatwa tu na watu wawili ambao wataingia Yerusalemu kwa sababu yake. Hii kazi yote alikuwa anafanya duniani ilikuwa ya nini? Hii kazi yote ninafanya siku ya leo itakuwa ya nini kama nitasababu watu wawili tu ndio wataingia mbinguni kwa sababu yangu? Kazi unajua ninafaa tu niombe Mungu nimuulize ni nani na nani wataingia mbinguni, badala ya kushidaga hapa kwa runinga nikielezea mambo mingi. Kristo anionyeshe for sure. Leo akiniambia watu 5 tu ndio wataingia mbinguni kwa sababu yako, mimi sitaweka hizi video. Although sasa makosa ni hii ama uzuri ni huu, ujumbe umenijua. Kristo anielezee watu 10 tu ndio wataingia mbinguni kwa sababu yako. In fact hii kazi yote ninafanya sitaifanya. Nitaelezea Kristo nionyeshe ni nani na nani na nani na nani ni wa contact. Sasa ni deal na hawa na kile gift nimepewa. Kama ni 10 ni deal na hawa perpendicularly. Aretha Franklin
ni mama wa biashara, angefanya biashara za aina hiyo. Lakini hii mikutano yote amefanya maisha yake, watu wawili tu ndio wataingia kwa sababu ya hiyo ministry. Ningelikuwa ama angelijua vile nimeelezewa na Kristo leo, angelitafuta hawa watu wawili tu, aweke gharama yake yote ya maisha hapo, awahubirie, awapatie chakula ya kiroho na kijiko kama inahitajika kijiko, awasimamie. Nikijua tu leo watu 10 tu ndio wataingia mbinguni kwa sababu yangu, haja ya kufanya hii kazi yote ninafanya ni gani? Nitaambia Kristo nionyeshe ni huyu na huyu na huyu na huyu, alafu niwafuate. Lakini ile kitu iko issue ni hii. Kristo anasema hivi katika neno lake, heri hungejua kama utajua na usifuate. Dhambi sio ile ambayo ulikuwa umetenda wakati ule, ni ile dhambi umetenda baada ya kujua uzuri. Sure na ukweli, Injili na hii video ambazo ninakusukumia kila siku zinakuwa ni shida maishani mwako kama hausikii. Maana ni kama kukuwekelea makaa ya moto juu ya kisho yako. Na ndio Biblia inasema wahubirie wajue, wasije wakasema hawakusikia. Mimi niko na role model ambao wako juu yangu, ambao ninawapenda wako juu yangu. Sasa huwa ninawasikiza na ninafurahia wakati ninawasikia. Now kama mimi nimepewa kazi na Mwenyezi Mungu ya kukuelezea ufalme wa mbinguni umekaribia, na wewe unaona tu ni kama mchezo, tuendelee tu. Lakini ile kitu baya na ile shida ni hii, afadhali ungefungulia video yangu moja usikie. Afadhali ungefungua. Maana the more Mwenyezi Mungu ananitumia kukueducate, na kuna mwingine hako hapo juu yangu ambaye anatumiwa na Mwenyezi Mungu kunieducate, the more tunaendelea. Ukimiss tu kidogo, uwe hautaingia mbinguni, utajibu kwa nini ulisikia hii na haukutenda. Na diposa Aretha Franklin akapewa ruhusa na Mwenyezi Mungu ya kuleta Injili na kukuhubiria wewe, ili angalau Kristo atakuuliza swali, nilituma watu kwenu. Hebu sikieni hii. New Testament, Yesu Kristo anasema hivi, nitawatuma, na katika mji ambao nitawatuma wale ambao wataenda muambie maneno wakose kusikia, walidharau, mpigishe miguu yenu chini, hiyo vumbi itoke. Kristo anasema hao ambao wamefanywa miguu namna hii na apostle, wakakataa kulisikia neno la Mwenyezi Mungu, wakapuuza, wanafunzi walielezewa na Kristo, mpigishe miguu yenu vumbi ya hiyo mji, miguu yenu mkitoka, vumbi yao ibaki huko. Naye Kristo akasema hivi, ataonea huruma Sodom na Gomora kuliko huo mji. Now, let me say this. It is advisable ufungulia akina Chuck Norris, Karata Kid 1, sijui Karata Kid 2, ujiangalilie kitu ambayo haina hukumu. Kushinda ufungulie video kama hii ninakurushia, alafu at the end of the road you are not one among those who enter in the biguni. Na juu katika hii video ambayo ninakusukumia, mimi sina vile ninaweza kuja kwako nipigishe miguu chini. The act of you kutosikia, hapo ndio the act ya kupigisha miguu chini vumbi itoke. Ni magapi umeyaona kupitia haya nini YouTube channel ama YouTube, niseme hii communication, na umeyasikia na hautii. Kazi ni kusikia tu na unasikia mzuri na unaishi tu maisha tu. The act of you not doing what Christ anakuelezea kupitia mahubiri ambayo yanasukumwa kwako na watu wengi, hiyo act yako ya kutosikia ndio act ya vumbi kutolewa kwa miguu na yule ambaye anakuhubiria iko. Mwenyezi Mungu anasema ataonea Sodom na Gomora huruma. Ataionea Sodom na Gomora huruma. Itakuwa ore. Mimi unajua hiyo dhambi, unajua unafanya hiyo, na ni wewe tu unajua unaifanya.
fikiria about it. Itakusukuma kufarakana na Mwenyezi Mungu. Muda mrefu tumekuwa hatupati injili ya ukweli. Kila tukinenewa na Mwenyezi Mungu twashangana. You know, watu wengi wananiambia, pastor, si ufungue kanisa tukuje. Sikatai. Lakini nisiulize hiyo swali. Juu maybe Mungu hapa karibuni labda Kristo atanipea kanisa. Na unajua sasa akinipea itakuwa ni nyamu nyingine. Ile Kristo kipawa ameniwekea hapa mbele. Sijui ni gani, lakini imesumbua huu mwili wangu sana. Ungelikuwa ni wewe Paulo wakati alikuwa anaanza kuhubiri, alafu kukaa watafute kuni waakishe moto. Na kisha katika ile hali ya kutafuta kuni akaumwa na nyoka mkono, alafu akaifanya hivi kwa moto. Ingelikuwa ni wewe ulikuwa Paulo wakati ule, alafu umwe na nyoka, ungelipiga kelele ya aina gani? Oh, Kristo, uko upande wangu na unaona vile nimeumwa na nyoka. Kweli uko? Kweli uko? I love you, brethren. Asante kwa sababu ya kusimama na mimi. Mumeniombea maombi ambayo yamefikia Mwenyezi Mungu. Na ile kitu Mwenyezi Mungu ameniwekea hapa mbele sijajua ni nini. Lakini aliniambia ninataka kupeleka from one glory to the other. There is a certain gift I want to add unto you. Thank you, Jesus. Sasa wakati unapata shetani anakuja kwa Ayubu, alikuwa amekuja na haya majaribu mpaka watoto wakakufa. Mpaka bibi akawa anaelezea Ayubu, mzee, ni nini? Si tumtukane huyu Mungu ili ukufe. Sio rahisi kuelezewa na bibi umtukane Mungu alafu usikirie ni jambo rahisi. Sio rahisi. Kristo, I love you. I know you are within, and I love you, I respect you so much. Thank you for your goodness and for your mercy that endures forever. I can hear your presence within my Redeemer. Thank you. Thank you, Jesus. Na shetani, mizigo yako yote chukua. Vita ni ya Yesu, si yangu. Na katika hawa ambao wananisikia, Kristo wakikuomba wasikie. Waonyeshe nyumba zao za kiroho na kaaje Mwenyezi Mungu. Pokea sifa Kristo. Pokea utukufu. Unastahili. Katika jina lako Yesu Kristo naomba Baba. In Jesus' mighty name. Brethren, I love you all. Tukae ni maisha matakatifu, tuingie mbinguni ndugu zetu. Niwaambie, I don't know why watu wengi wakiishi maisha matakatifu Mungu anaondoa duniani. Sijajua kwa nini. Sijui. Unajua uamuzi wa Mungu ni tofauti na uamuzi wetu. Na hauwezi ukamjua Mungu, ni mapenzi yake. Sijui hapa imefika mtu akikaa vizuri maisha matakatifu, unasikia all of a sudden amekufa. Sisi tunaanza kusema hakuwa alitumia microphone, hakusanitize, sijui hakufaa barakoa. Yeah? Sijui nimeliona hili.
Lakini ile kitu nitakuelezea wewe ambaye unanisikiza. Advisable uishi maisha matakatifu. Kama Kristo anataka kukubeba akubebe. Kwani ni nini? Si ni kwenda mbinguni. Kuna jamaa, kuna mhubiri mmoja na nampenda, tumekaa kabla hatuja communicate. Aliniambia huwa anaomba kabisa. Kisha baada ya kuomba sana, thank you Jesus, ameniongeza nguvu, nilikuwa nimesikia nimelemewa. Thank you my Redeemer. Sasa huwa anaomba, anabebwa na Mwenyezi Mungu na mwili in the spirit. Huwa anaenda mpaka sasa akiangalia nyuma anaona hii kuelewana kwangu na Mwenyezi Mungu, si nitakufa, si unirudisha kwa mwili. Huwa anaelezea Kristo namna hiyo. Lazima wameenda hata ina huko ndani kwa Mungu, akiwa amebebwa na onyesho mambo. Na ni mhubiri, na nyinyi hamuheshimu na ako idhini, ako Amerika. Hamuonagie. Nikuite bishop, nikuite apostle. God bless you my brother. Alinielezea huwa anabebwa, anaigizwa ndani. Alafu anaanza kuuliza Mungu, sasa mahali nimefika, nitarudi duniani. Sasa anastuka, anaambia Kristo, nirudishe. That relationship. Kama utaishi maisha matakatifu uende, Mungu anataka si uende. Kwani ni nini? Mungu awasaidie. Hii kikombe inakuja mbele yako ili Mwenyezi Mungu akuvukishe hiyo step nyingine, ushinde. Na nitakwambia siku ya leo, sio rahisi vile unafikiria. Kuna wengine watavutwa kazi, kuna wengine watadharauliwa all of a sudden na kila mmoja ambaye anafanya kazi na yeye. Kuna wengine watavutwa kazi, na kuna wengine watakuwa deported. Inaitwa kurudishwa nyumbani. Hauna makosa, utashikwa tu na uwekelewe, maana shetani anafanya hiyo kazi juu ameomba. Ni wokovu wako unawekwa kwa moto. Unajua hapo tunasemaga ati dhahabu safi inaonekana baada ya kupitishwa kwa moto. Usiona moto kama ni kitu mzuri. Saa zile ninaamka hapa asubuhi, ninaelezewa na wale watu tunakaa nao kwa plot, ati kuna kuku imewekwa hapo nje ya gate. Tuliamka asubuhi tukifungulia watoto, mlango inasukumwa, imekataa kuondoka na ni kuku imekufa. Ikashukuliwa tena nyumba yetu, ile plot tunaishi kuna gate mbili ya kuingia. Baada ya masaa tena imewekwa kwa hiyo gate nyingine. Wagaga washeni sarakasi. Hiyo mko naye ni fake. Hamwezi. Niwaambie hivi. Hamwezi. Tulikuwa na mtu wetu mmoja ambaye lazima angetoa sacrifice ya watu watatu baada ya miaka 2. Na ile nguvu tumepewa na Kristo, tulimkanyagia chini ya nyayo zetu akae hapo. Sasa hii mnaleta sarakasi senu, ni ujinga tu. Ati hiyo kuku imewekwa kwa nyumba nyingine hapa mbele yetu, imewekwa tu hapo kwa mabati. Sasa nimeenda hapo nikasema usiku ikifika nitaishukua, ama nimeelezea mama mwingine ikiwezekana ishukue iweke chini kuliwe na umbo. Hamtuwezi shetani. Acha wewe devil worshiper unajifanya hapa tunawakanga moto. Si tulie. Tulia. Hauna uwezo. Naombea wewe katika jina la Yesu Kristo, ambaye Mwenyezi Mungu anakupenda. Na kuna element tuwili tutatu kwa maisha yako ambayo inahitaji kuwa purified. I purify Kristo. I purify Kristo. Akutakase. Na kupurify ni moto. Na unajua moto ni gani? Sasa kama umeokoka na unanisikiza na umefaulu, utaona hii video ya leo.
na unataka kuishi maisha matakatifu, majaribu haya kwa mlango hapo, kikombe utakunywa, na sio rahisi vile. Kuna wengine watamtusi Mwenyezi Mungu katikati. Huyu Petro nipe dakika moja tu, na sikati hiyo, sikati iendelee hivyo, maana hii nikiguza niseme nisimame, hii doesn't record. 1 minute nikuje. Ule wakati nimepewa na Kristo kuishi hapa duniani, ni Yesu tu amenipea. Sikia hii. Najua nikisema Kristo hapendi kusikia jasho. Niko na makato, ukiangalia ninatoa jasho. Sasa the issue is niondoke, nitumie manukato ambayo inanuka. Na kwa wahubiri ambao mnahubiri, unaenda kwa madhabahu alafu unatoa jasho, ni maandiko. Unainua mkono, unajipiga spray ile inanuka vizuri, ili manukato ambayo yananuka vizuri yaende kwa washirika. Kukitoka jasho kwa madhabahu, shetani huwa anaingilia pale katikati. Uchafu unatoka kwa shetani. Sasa nimepewa nguvu, ni manukato tu nimejipiga. Kristo yuko within. Hiyo nisianze kunuka jasho hiyo ambayo inatoka kwa mwili yangu. Hayo si ya watoto wa kiroho. Within the next 80 days from today, ambao ameamua kukaa vizuri kwa Kristo, na mnaniona kwa hii video ya YouTube Martin Dongo channel, kuna kikombe inakuja katika maisha yenu. Lazima, shetani ameomba ruhusa na amepewa, maana Mwenyezi Mungu anataka kukupeleka hiyo stage nyingine, na haikuji tu. Unafikiri ilikuwa ni kazi rahisi John the Baptist kuwa anahubiri in the wilderness? Kwani hakuwa na kwao? Si alikuwa na kwao? Kwa nini Mwenyezi Mungu alimtoa? Unafikiri ilikuwa kazi rahisi wakati Mwenyezi Mungu anampata Musa, anamwambia kuja juu ya mlima? Unafikiri? Hear this. Kristo akaninenea kuhusu hili jambo nikiingia hapa, ili nikuje nianze hivi video. Akaliganisha Aretha Franklin na Wanaisraeli ambao walitolewa Misri. Walitolewa wakiwa wengi, idadi unaijua, soma kwa maandiko. Lakini walifika wangapi? 2 ambao walitoka Misri ndio waliingia Canaan. Kwa hivyo ministry na kazi ambayo inafanywa na wahuduma ni nzuri tukiona, lakini wewe utaingia. Wewe ni mmoja kati ya wawili ambao waliingia Canaan. Ni mmoja. Just imagine, kutokana na matendo na dhambi, wengi walikufa in the wilderness. Hawakufika. Watoto ndio walifika, ambao hawakuwa wakati walitoka Misri. Hawakuwa. Hizi makazi nazo tunafanya, few will enter in the kingdom of heaven. Sasa niwaambie hii, ukianza kuona mambo ambayo yamekuja kwa maisha yako, haijawahi kuwa umekuwa kama na umeokoka, Kristo anataka kupeleka kwa hiyo hatu wengine. Nimeelezewa hii. Kuwa sensitive. Ujue Mwenyezi Mungu wako na haja na wewe, na kuna majaribu itakuja hapa. Usione kama ni rahisi wakati Ayubu anaelezewa na bibi yake, si mtukane Mungu, tutukane Mungu tukufe. Mtu wa mwisho kutorespect Ayubu alikuwa ni mama. Akamwambia si mtukane, tutukane Mungu tutoke duniani.
zaidi ya watu 1,500 wanaangalia hii video. Mwenyezi Mungu anawahitaji na anataka mu make it in heaven. Lakini anasema kuna kikombe hapa. Within kuanzia the next 8 days. Kwenda hivyo. Wengine watakunywa kikombe itakuwa ni kama ya miezi 3. Kuna wengine watakunywa ya siku 10. Lakini lowest itakuwa 80 days. Kulingana na kiwango ya gift ambayo Mwenyezi Mungu ataweka ndani yenu. Unatamani. Usiseme hii kikombe Mungu niondolee, usiseme. Let it so be so. Kristo anasema hapendi wa uoga. Na ujue nimekuwa nikiwaelezea Kristo ananiaddress concerning the issue ya kuwa na uoga. Ili hiyo spirit ama hiyo kitu itoke ndani yangu, inanishukua kila jambo ili itoke ndani yangu. Mpaka ukiona nimeelezea bibi yangu ATM card iko hapa, na huwa ninamuelezea, tukikaa tunamuelezea, unajua ATM, na sio ati nimeanza saa hii. Namwambia unajua kadi yangu ya ATM ama ATM pin namba yangu inakuanga fulani. Ni kitu nimekuwa nikimuelezea muda mrefu. Na ninaonaka ni kama sikiagi. Tukikaa na yeye namuelezea, unajua kadi yangu ya ATM na pin yake ni hii. Ni kitu nimekuwa nikimuelezea kwa muda miaka kadhaa hapa. Ninakaa tu na yeye tukiwa tu tunaongea, namwambia na ujue ATM kadi yangu pin yake ni hii. Sasa wakati nilimpatia hii ya mwisho ili niandike mahali nilikaa tu, nikamuuliza pin ya ATM yangu juu huwa ninakuelezea mara mingi, unajua ni ngapi? Huwa aliniangalia akacheka akasema mimi hata sikumbuki. Nikamuelezea acha mchezo. Sio mara moja nimemuelezea hiyo pin. Tunaongea tu ninamwambia na hii pin namba ya ATM card yangu ni hii. Sio mara moja, hata sio mara 4 ama 10. Ninamuelezaga tu. Sijui ni mara ngapi nisiseme ni 10. Nikimuelezea tu alafu ninakaa namuuliza pin namba ya ATM yangu ni ngapi. Huwa ananiambia hata mimi sijui. Nao wakati nilimpea sasa hiyo last week, nilimwandikia mahali juu ananiambianga hajui. Nikaandika. Na mpaka wa leo sijaitoa, iko tu hapo. I'm ready. Wenda hiyo watu wengine. Maana sijui. Well, God bless you. Mungu awabariki. Atende wema wake iwe pamoja nanyi. Siendi mahali. Siendi mahali. Lakini ile kipaa ninaona imewekwa hapa mbele yangu. Nashukuru Mungu tu. Lazima injili ihubiriwe. Hata tukikufa. Wahubiri. Kuna mhubiri mmoja na niwaelezea hapo Mombasa. Aliomba akauliza Mungu, hii kanisa niko na yeye, ni watakapi wata make heaven? Alipoomba alielezewa kuna watu sijui 3 na akaambiwa yeye hayuko katika hiyo idadi. Kuna injili ilihubiriwa hapa na watu tulikuwa tunaita T.L. Osborne. Leo hii wale walihubiriwa na T.L. Osborne akiwa anafanya miujiza kupitia jina la Yesu. Wengi wako kwa wokovu. Sijui. Mimi sijui. Kumalizia kuzuri ukiwa na utakatifu kunahitajika. Na nimewaelezea, nyinyi ambaye mnaletewa majaribu, Shetani ameomba ruhusa naye Kristo anataka kuweka kipawa ingine juu yako. Mvumilie na muombe kufaulu. Kuna mhubiri
kuna mtu mmoja tunaombanga naye aliniambia, baada ya kumtuma maombi akaniambia, pastor, ninaona gari inasukumwa kutoka pale na Iwasha mahali fulani, inatolewa kwa forest, majani mengine hapo, mwenyewe akiwa haonekani, sijui amekuliwa na nini. Lakini sasa ninaona ile gari imesukumwa na watu, juu haiendi peke yake, imekaa hapo mpaka betri imeenda chini, sijui, sio breakdown, inasukumwa na watu wakiitoa kwa waipeleke police station. Na nikaona ni kama wewe ulikuwa na hiyo gari. Sasa akiwa ananiprofesa hiyo, hapo bereni ili nisikie nikiwa na shida, nikaona maono tukiwa tunaenda mazishi. Tulikuwa mpaka na watoto. Sasa katika ile jeneza, ilikuwa jeneza safi ya gold. Tukawa tunaelezwa sasa ni wakati wa kuona mwili sasa. Na mimi si nikaenda tu na wengine tu nikiangalia. Haya, wakati niliangalia ile darasa tukudani, nikaona ni mimi nimelala pale. Nikaangalia nikashindwa, kwani ni nini? Haya, baada ya siku kadhaa, Kristo akatoa maina person in me out. Nikajiona nikiwa nimelala mahali nimepigwa risasi. Ilikuwa imepigwa upande huu, ikatokea upande huu. Sasa nilikuwa ninajaa damu upande huu, na nilikuwa mahali ije. Nilikuwa ni mahali tu kwa ije. Wacha niongee hii juu nimepita. Sasa wakati nilijiona nikiwa nimejaa damu huko nikauliza Kristo, siku na maandiko ambayo yanasema hautaruhusu damu ya mtu ambaye ni mtakatifu ifyonswe na insi. Nikamuuliza, nikamwambia nataka kujua maandiko hiyo inamaanisha nini, kama ni mimi nimelala hapa nikiwa nimepigwa risasi upande huu imetokea hapa. Si ni damu yangu hii ninaona. Inakuaje umeruhusu na unasema mtakatifu? Maybe labda sijakaa vizuri. Unajua saa zingine Kristo anakuaddress in a style unaona as if it is ni fun. Juu unafurahia tu. Sasa nikasimamisha hiyo mbele yake. Hii damu hii ninaona imekauka huko, inauzwa na inzi. Si maandiko inasema kwa mteule ama mtakatifu damu yake haitafyonswa na inzi kiwa ije. Well, kuna wakati nilisema Kristo alipitia tu karibu na mimi. Alikuwa ameshika juice na glass kama hii. Akanipea akaniambia kunywa yote umalize na ndio ya mwisho. Sasa wakati alinipatia alikuwa anaenda. Nikamuuliza, nilikunywa na nikasikia ikiwa tamu. Alafu akaniambia hiyo ujue linaweza kuwa ya mwisho wewe. Nikamuuliza aje? Nilipomuuliza aje, nilijiona nimeingia kwa basi. Ilikuwa na watu 4 nyuma. Kiti ya nyuma kabisa. Sasa hiyo kiti ya nyuma si inakuwa kama moja ndefu kulingana na matatu za hapa kwetu. Alafu sasa ukikuja ya pili kutoka nyuma, 2 upande huu na watu 3 upande huu. Sasa nilishagua kukalia ile kiti ya pili kutoka mwisho kona. Nilikuwa mtu wa kitu 5. Sasa nikiwa nimebaki tu kidogo niketi kwa ile kiti, hiyo maono ikaisha. Nimetolewa tu kidogo. Kidogo tu. Na unajua ni nini? Mwenyezi Mungu anaheshimu promise. Akikupromise ni gumu sana ageuke. Na unaona hapa anaelezea watumishi kadhaa. Aligirate. Aliangalia dunia hivi wakati wa Noa. Akasema aligirate, nitaimaliza. Aligirate. Now judgment yetu imewekwa pale. Dhambi zangu ni zangu. Na nitasimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Na amenipea choice ya kumfuata yeye na kukubali Kristo awe mwokozi wa maisha yako. Ndio amerahisisha kazi yote, akaja Yesu akakufa. Ili ambaye atakayemwamini hataenda kuitafuta bali hapo tu huko.
Ingelikuwa ni Old Testament, maybe kuna dhambi ningefanya ihitaji ng'ombe, sina pesa, Kristo akaja. Na ndio unaona wajinga wa hao madevil worshiper na wachawi wengine within. Kwanza mmoja anaishi tu karibu na sisi, sio ati simjui, huyu anafanya hizi sarakasi zote. Na endelee tu na sarakasi zake. Kasi ambazo anafanya za akina kuku na nini na ng'ombe na sijui anatoa kafara za maubwa sijui nini, zishidwe, hasina uwezo. Na ujinga ni wanafanya hizi kazi zote na wanakuaga maskini, paka kununua nguo ya ndani inakuwa ni shida. Napitanga hapa ananuka ovyo ovyo, ana nguo. Na wewe mganga wa saa ngapi takataka? Katika jina la Yesu Kristo naashiria moto kwako. Naashiria shida katika nyumba yako katika jina la Yesu. Anyway, chaleni mbinguni na mfurahia Kristo ambaye amenipea uwezo na nguvu ya kuhubiri Injili. Ukiona majaribu yameanza kukuja, mambo ambayo huelewi katika maisha yako, jisikie. Huu sio wakati wa kulia. Kama unataka hakika. Unajua tunasemaga dhahabu ile ya jaga na uginyegerio na mwaki. Unaona kama ni mchezo kusema lazima ipitishiwe kwa moto hiyo dhahabu safi ili iwe safi. Unafikiri ni mchezo? Si mchezo. Sasa kama wewe umeokoka na umekaa vizuri na Mwenyezi Mungu anataka kuupeleka hiyo hatua nyingine, moto na majaribu yanakaa moto, lazima ikuja. Huyu jamaa unaona anaelezwa na bibi ya mfalme, lazima ulale na mimi. Anasema siwezi. Wakati aliamka hivi aruke atoroke, yule bibi alishika sehemu yake ya nguo na akabaki naye. Issue ya nguo yako kubaki nyuma, na ujue si mapenzi yako, ili ujiokoe. Na unaasha kitu tunaita ni nini hiyo huwa tunaasha? Exhibit. Unaasha exhibit kwa malaya. Na niwaelezee hii wahubiri. Juu hamsikii. Ukiitwa na mtu uende umuombee katika mahali fulani, think about it. Kuna watu wako rules wanaita wahubiri wakiwa na rengo, wakufungie mahali wakushike, alafu mama atolewe nguo na wewe utolewe, msemekane mlikuwa kwa anasa, alafu picha zinawekwa. Hiyo ni kitu iko juu. Mjishungeni sana wahubiri. It doesn't matter wewe unahubiri wapi, lakini shunga sana. Pesa yako itakuliwa na hiyo video lazima itoke nje. Kuna video ya mzee mmoja mnono ambaye ilitrend hapa wakati tumenena habari ya mabishop. Ilikuwa ya zamani. Huyo mhubiri ni wa Githurai. Alitegwa na huyu mama kuja uniombe. Mahali aliingia kwa nyumba yake, kumbe kulikuwa na wanaume. Huyo mzee mnaonaga mnono akatolewa maguo. Hako ni wa Githurai. Alitegwa, hakuwa anafanya usharati. Alitolewa maguo yote na alikuwa na hiyo kinyasa unaona ikiwa na laini. Hiyo kitu ilitrend hapa na ni ya zamani. Huyo mzee aliitwa na huyo mama, alikuwa mshirika. Alafu kulikuwa na wanaume wawili katika ile nyumba. Walimtadika wakamtoa maguo. Mkiangalia vizuri katika hiyo video, huyo mama ambaye mnaona anajifuka kishukai tauru hivi, muangalieni vizuri muone huwa anacheka. Huwa anacheka hapo nyuma. Ilikuwa ni set up. Wahubiri mnaitwa tu kila mahali, mnaenda kuomba tu juu mnajua mtapewa pesa. Nyinyi mtawekwa aibu. Na kuna wengine watawekwa hiyo aibu ili Mwenyezi Mungu apeleke hiyo kazi nyingine. Na iwe wewe enda tu, ukiitwa tu unaenda. Juu unajua mwenye kukuita atakuja na 2,000. Wewe kibia tu. Lakini utakuja kusikia niliyoanena baada ya kutolewa maguo. Wewe enda tu. Kikobe ya dhiki inakuja kwa watu wengi ambao Mwenyezi Mungu anataka kutumia wakati huu. God bless you. I'm okay with my family. Mungu awabariki. Awatendee mema
na akae pamoja na nyinyi. In fact, nimesikia nikiwa na raha baada ya kutoa hiyo mambo ilikuwa ndani yangu. Nimesikia nikiwa na raha. Nimesikia nikiwa na raha ndani yangu. Mungu awabariki. Brethren, twendeni mbinguni. Na msihudhurie tu mikutano kama hiyo ilikuwa Aretha Franklin, halafu hamtafika mbinguni. Maana yake ni nini? Kuna haja. Anyway, makaa tunawekewa kwa kichwa. Wale ambao wanasikia sauti ya Mungu na hawatii, afadhali hungesikia. Afadhali hungesikia. God bless you. God bless you all. Najua kuna watu wananipigia simu wananiambia, wewe ulituletee mhubiri mwingine juu ulikuwa unajua unaenda. Hata mimi sikuwa ninajua. Sikujua kwa nini ninamleta. Lakini issue sio hiyo. Huyo mhubiri ni sawa. Siendi mahali. Na Mungu awabariki sana nyinyi mmesimama na mimi. Umechukua dakika yako 1, 2, 3 masaa kuniombea. God bless you so much. Mimi naomba tu Mwenyezi Mungu aniongeze hekima. Na kuna kitu ninaomba tu. Sina hii kipawa, lakini ningelipenda kujua kupiga keyboard. Juu niko na keyboard nimesimamisha hapa mbele yangu ya Yamaha, sijui kuicheza. Lakini ninaomba niingie lesson 2, 3 nijue kucheza hii. Juu imekaa hapa na sitaki kuipeana na watoto wangu. Nilikuwa nanunua ili niingize watoto wangu kwa class fulani wajifundishe, lakini wote wakawa hawataki. Nataka kujua. God bless you. God bless you. God bless you. In Jesus' mighty name. Baba, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Unastahili saa hii. Unastahili masaa yote. I honor you, Jesus. I pray to your name above higher. You are mighty and you are able. There is no one else like you. I surrender all to you. Bariki mwenye kunisikiza. Na hawa ambao Mwenyezi Mungu anapitia hii kikombe hili wainue the next level. Wawezeshe kufaulu kupitia kwa huu moto. Jina lako Kristo litukuzwe. Pokea sifa, pokea utukufu. Na ni katika jina la Yesu nimeomba hata na kuamini. Amen. God bless you. Evangelist Martin Ndung'u. Wabariki sana. Asante kwa sababu ya kusimama na familia yangu. God bless you so much. Ema Mungu watosha. Najua kwa nimefikiria kuhama Kayole. Hilo ni wazo liko kwa moyo wangu. Sijaamua. Anyway. Hello. Hiyo naashia Mungu tujue. Naashia Mungu hilo jambo. God bless you. Evangelist Martin Ndung'u. 0721 735 498 namba ya Safaricom ambayo ninatumia na WhatsApp 0774 297 055 and then God bless you. Mungu awabariki.